Ninakutia moyo ndugu mtazamaji na msikilizaji uliyeko mbali na karibu, kwamba Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ya sisi kuwepo hapa ili kusikia kile ambacho ameandaa siku ya leo kwa ajili ya wokovu wetu. Na mchungaji Mbonea ametuelekeza hapa asubuhi ya leo namna vile Ayubu alivyokuwa na msimamo kwa Bwana wake ambaye ni Mungu wa mbinguni. Ndio na sisi tunapaswa yale tunayasikia leo, basi na sisi pia tunaweza kuwa tu kama Ayubu na hata zaidi ya Ayubu, maana kwa Mungu wetu yote yanawezekana. Namba 98. Nilikupa wewe damu ya moyoni ili wokolewe, winuke kufuni, nimekunyimani wewe, umenipa nini? Nimekunyimani wewe, umenipa nini? Baba yetu mwema, asante kwa muda huu ambao umetupatia leo tunapokuwa hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako katika somo hili la uwakili. Roho yako mwema awe kati yetu na atusaidie kuelewa neno lako hili, litusaidie kwa ajili ya wokovu wetu. Ndivyo niombavyo kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Somo letu la wakili asubuhi ya leo, kuna mambo muhimu ambayo kama Mkristo unapaswa kuyatambua, lakini pia sio kuyatambua tu na kuyaishi. Tutaangalia katika kitabu cha Mathayo 23:23, tutaangalia kitabu cha Yohana 3:3. Kuna mambo ya muhimu hapo Mungu wetu anatutaka tuyaelewe. Na hapo kuna mwanadamu mmoja anayeitwa Nikodemo. Nikodemo ni Farisayo, ni mwalimu wa dini ambaye aliamini kabisa katika kumtolea Bwana, na alikuwa mstari wa mbele kama kiongozi na kwa sehemu yake. Na hata jana tuliona kwamba hakuna mtu yote duniani ambaye hatoi au kurudisha kwa uaminifu. Watu wote wanatoa, changamoto wanatoa na kurudisha kwa nani? Huo tu ndio mgogoro, lakini hakuna asiyetoa. Hata Nikodemu leo tutamuona akiwa na imani kwa anachokifanya yeye, lakini alikuwa na kitu kinaitwa sheria. Farisayo huyu alitoa kwa sheria, na hii ndio ambayo ipo kwetu leo pia. Huu ni mgogoro mkubwa sana. Watu wanarudisha zaka, watu wanatoa sadaka, watu wanafanya mambo makubwa yanayoonekana kwa macho ya mwanadamu, na Mungu pia akiona, lakini kwa sababu sheria tu imewekwa, ni kwa sababu tu Biblia imesema. Yaani mtu anaweza akaenda kanisani kwa sababu si tunapaswa twende, na Biblia si imesema tukusanyike kama ilivyo desturi, na kila siku ya saba tutaenda, lakini pia Jumatano tutaenda siku ya maombi kuomba, lakini Ijumaa tutaenda katika ufunguzi wa Sabato. Jumamosi ikifika siku ya Sabato tutaenda kama kawaida, kama Biblia ilivyoelekeza. Ni sawa. Hata Farisayo huyu alifanya matendo hayo kwa sheria. Kwa hivyo yeye alikuwa anamtolea Mungu, alikuwa anatoa kwa sababu ya sheria, kwa sababu sheria inamwelekeza atoe. Na ndio maana nimekuambia huu ni mgogoro pia wa watu mlioko hapa na mnaotusikiliza kutoka mbali. Tunafanya tu mambo kwa sababu tu. Na kumbe Mungu anachotaka tukielewa hata asubuhi ya leo katika somo hili la wakili, sio tufanye kitu kwa sababu ni sheria. Na hapa naomba usikilize vizuri.
Usitoe kwa sababu ni sheria, usitoe kwa sababu tu eti Mungu amesema, kwa sababu tu tuimbe kwa sababu ni sheria. Ukichelewa, iwe desturi yako kuwa mwaminifu. Na tulijifunza jana na tutaendelea kujifunza kwamba maisha ya uwakili, uwakili unaeleza hali ya maisha yetu yote. Kila tunacho ni jumla ya uaminifu wote ndani ya mwanadamu anaopaswa kufanya na kuwa nao. Kwa hiyo ni jumla ya uaminifu kwa kila sekta na kwa kila nyanja. Kwa hivyo yeye alitoa huyu Nikodemu akiamini kwamba kwa sababu sheria imesema, basi anakuwa mwaminifu kwa kuwa sheria imesema. Sio kwa sababu ni desturi yake kufanya hivyo, kwa sababu neno linamwelekeza afanye hivyo. Hapana, yeye kwa sababu ni kiongozi, ni kwa sababu anazo, basi anatoa tu. Na hapa kuna mgogoro, maana shetani bwana yupo. Unaweza ukasema unatoa kwa sababu ni sheria, alafu kumbe moyo wako haujautoa. Na of course Mungu hahitaji pesa kiivo, anahitaji pesa. Anachotamani ni moyo, ni moyo uliosogezwa kwake. Kwa hivyo Nikodemo alikuwa anatoa kwa sababu ni sheria, na huyu alikuwa kiongozi wa sheria, alikuwa ameshikilia sheria. Na ndiyo maana katika Mathayo ile 23 inaeleza pale namna ambavyo ole wake yeye anayetoa zaka ya mnanaa. Maana yake yule anayetoa kitu ambacho si halisi. Na tena tuliona kwamba anayetoa ambaye si halisi, ambayo sio halisi na kurudisha sio halisia, sio kwa uhalisi, huyo anatoa kwa mfalme wa duniani. Kwa hivyo usitoe ya zaka ya mnanaa, usitoe kile ambacho kuna zaka leo au kuna sadaka tunaziita, au mimi naziita sadaka za mfukoni. Yaani kile kinachobaki kwenye biashara yako au kwenye matumizi yako ya kila siku, hicho ndicho unachoona ni vyema ukisogeze mbele za Bwana. Hiyo mimi ninaita zaka ya mfukoni. Yaani kile kinachobaki ndicho unachosema hiki kinamfaa Bwana. Na hiyo ndio minanaa Mungu ataki. Kile kilichopungufu, kile kilichopungua, kama tu kinapungua, kama kuna jambo linapungua katika uaminifu, hiyo ndio Mungu anazungumzia hapa, habari ya mnanaa katika Mathayo hiyo 23 aya ya 23. Na ndicho Farisayo huyu alichokuwa nakifanya. Kwa hivyo alidhani anatoa, na alikuwa anatoa kwa sababu ni sheria, lakini akugundua mapema na kwa haraka kwamba alikuwa anafanya kinyume. Anasema anafanya kwa sababu sheria inamtaka kufanya hivyo. Hasa watakatifu wa Bwana, usifanye kitu kwa sababu ya kuna kitu unataka. Hii sio biko. Tufanye na tuwe watu wa maombi. Kila siku Jumatano twende maombi kanisani, Ijumaa twende ufunguzi wa Sabato, na Sabato wenyewe twende kwa sababu kuna Roho mwema aliyeko ndani yetu anatusukuma kufanya hivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo usifanye kitu kwa sababu mchungaji alisema, kwa sababu mzee wa kanisa alisema, kwa sababu conference ilisema. Hapana, fanya kwa sababu ni desturi yako kufanya, ni desturi yako ya wewe na Mungu wako ulivyokubaliana na yeye kufanya, alafu ni kwa uaminifu. Kwa hiyo Farisayo walifanya hivyo sivyo. Usitoe kama sheria, usitoe kama sheria. Kuna mambo aliyoyaacha huyu Farisayo. Mambo 4 Farisayo aliyoyaacha. Ni kweli alikuwa anatoa, lakini mambo 4 muhimu Farisayo aliyoyaacha. Jambo la kwanza, aliacha sheria yenyewe. Japo alitoa kwa matendo, alikuwa anafanya matendo ya sheria kwamba aonekane sawa, lakini jambo la kwanza, mambo 4 aliyoyaacha. Jambo la kwanza, aliacha sheria. Jambo la pili, aliacha adili. Jambo la 4, la 3, hakwenda kwa rehema. Jambo la 4 ambalo pia ni kubwa, hakwenda kwa imani. Aliacha hayo mambo yote 4 niliyoyataja hayo. Na ndio maana sisi imetupasa kufanya hayo mambo 4 katika somo letu la uwakili, na katika siku zote za maisha yako wapo hapa duniani. Hayo mambo 4 usiache: rehema, adili usiache, sheria usiache, imani usiache. Na kuna maswali huyu Farisayo anayauliza, kuna maswali anayauliza, huyu Farisayo.
Na kuna mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Ni lazima ndugu msikilizaji na mtazamaji uyajue haya. Kuna mambo ambayo haitupaswi kuyafanya, kuna mambo tunapaswa kuyafanya. Sasa yale ambayo tunapaswa kuyafanya, hakikisha unayafanya. Yale ambayo hupaswi kuyafanya, usiyafanye, maana hayana uzima wote kwako. Na hauwezi kufanya haya ni mpaka umeongoka kweli kweli. Hata Farisayo hakujua, ni mpaka angeshika haya yote ndio angepaswa kujua kuna kitu ameacha na kuna kitu anafanya. Kwa hivyo ni lazima uyafanye yote haya mawili, na unapaswa ili uweze kuyashika yote haya na kuyaishi. Sasa sio kuyashika tu na kuyaishi pia, ni lazima uongoke kweli kweli. Na muongofu kweli kweli haambiwi kuna kutoa zaka, anatoa tu. Ni kama tu anakumbusha. Basi kwa kuwa ni lazima tukumbushane, hata hapa tuko katika kukumbusha na kufundisha vyote. Huyu tu anafanya kwa sababu ana connection tayari na Mungu, anafanya, ni mwadilifu. Rehema ya Bwana iko kwake, ana imani na Mungu wake, sheria ya Mungu wake haiachi, anafanya kulingana na Mungu alivyoelekeza. Kwa hivyo ili uweze kuyafanya haya, uongoke kweli kweli. Na Mungu anakutaka katika mikutano hii kwa kweli, ndugu mtazamaji na msikilizaji, anachokitaka Mungu tukifanye katika maisha yetu ya kila siku na ya kila dakika na ya kila saa na ya kila siku, ni tuongoke kweli kweli. Jamani, Bwana asifiwe. Ni lazima tuongoke kweli kweli. Kwa hivyo kama unasoma, soma. Kama unaomba, omba. Kama na leo kumekuwa na kasumba watu wa Mungu, yaani kwamba waliosoma kwa mpango, watu wanasubiri tu hapo ambapo panasema ambaye hajasoma kwa mpango. Yaani hiyo kitu tu ndio watu wanasubiria. Na hii kitu ni mbaya. Na Mungu wetu hataki tusisome kwa mpango, anataka twende yaani tufanye kila jambo tufanye kwa mpango. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo tu watu wameisubiri. Waliosoma kwa mpango, mikono kati ya 100 unaona 5, 6, 7, 8 hivi. Wasiosoma kwa mpango sasa, watu ni wa kutosha. Sasa jamani, watakatifu wa Bwana, tuongoke kweli kweli. Tuongoke kweli kweli. Tusiache adili. Tusiache imani. Kwa hivyo ameacha jambo kubwa. Huyu aliacha jambo kubwa sana ambalo kwa kweli ni hatari. Yesu anamwambia anapaswa kuzaliwa kwa mara ya pili. Yesu anamuuliza, anamfundisha na anamwelekeza ya kwamba anapaswa kubatizwa, kuzaliwa mara ya pili. Lakini bado Farisayo huyu, kwa sababu ni mwalimu aliyeshika sheria, bado hakuelewa alipomwambia anapaswa kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana katika kitabu hicho cha Yohana 3:3 anapomwambia unapaswa kuzaliwa mara ya pili, Nikodemu bado anauliza swali. Anamwambia awezaje mtu? Yesu anamwambia kwamba unapaswa kuzaliwa upya. Anamuuliza tena, inawezekanaje na mtu mzima namna hii kama mimi nirudi tena kwenye tumbo la mama yangu halafu nizaliwe, na nilishazaliwa, ili nizaliwe tena, hii kitu inakaaje? Yaani anauliza maswali na haelewi anayezungumza naye. Na ndio maana yeye anachoamini, anaambiwa Yesu ni Masihi, atazaliwa. Nikodemu bado haelewi hilo. Unajua anaelewa, anaambiwa, anapoambia kwamba huyu Yesu ni Masihi na atazaliwa, unabii unaonesha atazaliwa, bado Nikodemu moyo wake uko mbali, adili haipo kwake, sheria rehema, imani anaiacha. Anapoambiwa atazaliwa, ambaye ni Yesu, ambaye ni Masihi, Nikodemu anasema ni kweli, ninajua. Yeye anakataa kwamba habari za Yesu anazikataa, ila anachosema na anachojibu anasema ni sawa, mimi ninachojua huyu ni mwalimu anayetoka mbinguni kwa Mungu. Hilo tu ndilo analolielewa, kwamba huyu ni sawa, huyu ni mwalimu, ninachojua huyu ni mwalimu anayetoka mbinguni kwa Mungu. Lakini habari ya Yesu haiamini, na angepaswa tu kuamini. Ndugu mtazamaji na msikilizaji uliyeko hapa na uliyeko mbali, alichopaswa
kufanya Farisayo huyu Nikodemo alipaswa tu kuwa na imani alipoambiwa kwamba anapaswa kuzaliwa kwa mara ya pili. Maana ya kuzaliwa kwa mara ya pili alichopaswa kuelewa hapa na kinachopaswa ukielewe hapa asubuhi ya leo, kuzaliwa upya ni badiliko la moyoni. Jamani, Bwana asifiwe. Ni badiliko, ni kufanya upya, ni kutengeneza upya. Jamani, Bwana asifiwe. Makambi haya yakusaidie kutengeneza na kufanya upya. Jamani, Bwana asifiwe. Na kufanywa upya hii inatokana na kazi ya Roho Mtakatifu. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Na ili uweze kufanya yote haya kama nilivyokuambia, ili usishindwe kuyafanya, usifanye kama mwanadamu, usifanye wewe mwenyewe. Mwanadamu siku zote hakuweza kufanya chochote ambacho Mungu alielekeza mwanadamu afanye. Alichoelekeza Mungu mwanadamu afanye, mwanadamu hawezi, lakini mwanadamu anaweza kufanya hayo kama Roho Mtakatifu akiwa ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani ya moyo wa mtu, siku hiyo hiyo mambo ya mwilini ya mtu huyo yanakufa. Mambo ya mwilini yakifa, mambo ya rohoni yanazaliwa. Mambo ya rohoni yanapozaliwa ndani ya moyo wa mtu, huyu mtu anafanya kulingana na mapenzi ya Bwana, maana si yeye lakini ni Mungu ndani yake kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndicho ambacho tunapaswa kufanya, na ndio maana mtakatifu wa Bwana, hata wewe hautaweza, lakini ukishampokea, na ndio maana Biblia na Mungu anatuelekeza kwamba tutapokea nguvu. Pastor Hansi alifundisha kwamba tutapokea nguvu, yaani maana yake tutakuwa na nguvu. Huyo Roho akisha tujilia juu yetu tutakuwa na nguvu, na ili sasa tuweze kuwa watu waadilifu, watu waaminifu, watu wasomaji wa neno, watu waaminifu katika kurudisha zaka, watu waaminifu katika kutoa, watu waaminifu katika ndoa, katika kila nyanja, ni lazima tumwombe Bwana tupatie Roho wake mwema awe ndani yetu, ili atusaidie kufanya mapenzi yake yeye. Ndani ya mtu Roho Mtakatifu akiwepo, kila kitu kinaenda, maana si mtu bali Roho ndiye anafanya kazi ndani ya moyo wa mtu huyo. Na alipaswa tu kuamini Nikodemu na kumwamini Yesu na kuamini maneno yake Yesu aliyoyasema kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alipaswa tu kuelewa hivyo, alipaswa tu kuwa na imani. Alipoambia kwamba anapaswa azaliwe upya, angepaswa tu kupokea na kuamini kwamba Yesu ni Masihi, Yesu ndiye kiongozi, na anapaswa kusikiliza kile Yesu anasema. Lakini watakatifu Bwana, shida ndiyo hii, na hata hapa huenda ipo, na hata anayetufuatilia huenda ana hiyo changamoto, yaani watu wanaoamini kwamba kila kitu wanachofanya ni sawa. Jamani, huyu mtu kuna mgogoro wa kumsaidia. Mgogoro wa kumsaidia ni mkubwa, maana haelewi, lakini hajui kama haelewi. Huyo mtu kumsaidia rafiki ni hatari. Kwa hiyo Farisayo haelewi haya mambo ya adili, mambo ya Yesu kwamba ni Masihi. Anaamini kipande kwamba ninachojua ni mwalimu anayetoka kwa Mungu mbinguni, hivyo amemaliza. Kwa hivyo kasumba kubwa kwetu leo ndio hiyo. Mtu anaamini kwamba anachokifanya ni sawa, na wakati yuko kinyume, na wakati kila siku tunamhitaji Roho atusaidie kuwa waaminifu, kufanya mapenzi ya Bwana, Maisha mataua yanamhitaji Yesu Kristo peke yake, na ni lazima mwanadamu ukubaliane na hili. Ni lazima ufunge madirisha yote ambayo yameelekea duniani. Madirisha yote kuelekea duniani ni lazima yafungwe, lakini ni lazima tufungue madirisha yote ya kuelekea mbinguni. Ni lazima madirisha yote, taratibu zote za duniani za kuelekea za kuishi tu hapa, za kukaa hapa, hizo njia na madirisha hayo
yanapaswa yafungwe, tuyafunge na tufungue madirisha yetu kuelekea mbinguni. Sasa tuko duniani, hatuko mbinguni bado. Sasa tutafungaje madirisha ya hapa duniani tuelekee tufungue yanayoelekea mbinguni? Maana yake halisi ni lazima tuachane na yale yote ambayo ni kinyume, na wakati tunafanya kila kitu hapa duniani ni lazima tutazame juu, tujue kwamba hapa si mahali pa raha yetu, kwetu ni nyumbani mbinguni. Ili ujue hayo na ili hayo uyafanye, ni lazima Roho Mtakatifu umpokee kuwa ndani yako kila siku na kila saa. Kila siku tu unajazwa na siku ile. Kitabu kimoja kinaitwa Hatua za Uamsho Binafsi. Sijui kama mwinjilisti unacho hapo, Hatua za Uamsho Binafsi. Hicho kitabu kama hauna, naomba uende hapo kwa mwinjilisti wa vitabu. Hicho kitabu kinasema hivi: siku uliobatizwa halafu ukazamishwa kabisa kabisa, hukuonekana. Siku tu Pastor Temba aliposema wewe ni nani, alipokuuliza majina ukasema mimi ninaitwa Hasani Juma Hasani. Mchungaji aliposema basi Hasani, kwa kuwa umemkubali Yesu, nami ninakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alipokuzamisha tu alafu ukazama, hauonekani. Hicho kitabu cha Hatua za Uamsho Binafsi kinasema hivi: ulivyozamishwa vile ndivyo ambavyo kila saa, kila dakika una Roho Mtakatifu, ndivyo anavyopaswa kuzama ndani ya moyo wako. Kila anazama tu, anajaa na hapungui. Na siku Roho Mtakatifu anapungua, ndio unatuletea changamoto huku kanisani. Imepanda imeshuka, ni ukielekezwa hauelekezeki. Kwa nini? Kuna mambo yamegoma wewe kuyafanya. Na watakatifu wa Bwana, niwatie moyo asubuhi ya leo, inawezekana kuishi maisha matakatifu. Jamani, inawezekana. Wengine tu wamenipiga jicho, wengine wananiombea. Na Pastor Hansi hata jana yeye alisema hayo maombi hayo yaachwe kwanza. Hayo ya mnyororo tutaomba baadaye, kwa mnyororo tukiwa tunaangaliana. Wewe mnyororo huo unaomba mwenyewe na wenzako wako safarini, ni mgogoro. Unafanya jambo la hatari sana. Kwa hivyo hicho kitabu naomba uende hapo kwa mwinjilisti wa vitabu ukipate. Ni kitabu kizuri, au hujawahi ona? Ni kizuri. Kwa hivyo kwa nini nimeenda kwa habari ya Roho Mtakatifu, nimekuhusia habari ya kitabu hicho? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, akijaa ndani yetu, basi tunakuwa waaminifu, kwa sababu ndani yetu kuna Roho anayetuelekeza nini cha kufanya, na sio sisi. Kwa hivyo Nikodemo hakumkiri Yesu kwamba yeye ndiye Masihi, ila alisema tu ni mwalimu aliyetoka hapo mbinguni. Yesu alichotamani na alichomwambia Nikodemo ndicho nachotamani ukijue asubuhi ya leo. Alipomwambia ya kwamba anapaswa kuzaliwa upya, hiyo ndio siri hapa. Hiyo ndio ilikuwa siri ya Nikodemo, na hiyo ndio siri asubuhi ya leo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji uliyeko hapa na uliyeko mbali, hii ndio siri unapaswa na wewe asubuhi ya leo kuigundua. Alipomwambia ya kwamba anapaswa kuzaliwa upya, alikuwa anamwambia anapaswa kufanya badiliko, na angepaswa tu kuamini hivyo, ingemtosha. Hata wewe unanisikiliza, inapaswa tu hivyo ikutoshe. Yaani uamini ya kwamba kuna uwezekano wa kufanya badiliko. Siri, yani kuzaliwa upya, kubadilishwa ni lazima. Na ndio maana Daudi anaandika katika kitabu cha anaandika hapo kwa Zaburi hapo. Daudi anaandika kwamba Bwana, ninatamani uniumbie moyo mpya uliotulia ndani yako. Naomba uniumbie. Anaomba hilo ombi. Kwa hiyo ndio siri, na huo ndio uhalisia,
na ni lazima moyo wa mtoaji, moyo wa mrudishaji, anayetamani kuwa mwaminifu, ni lazima ubadilishwe, uelekezwe kwa Mwokozi. Yesu anamwambia hali aliyo nayo ni lazima, yani si unaona Yesu Mungu alivyo mwaminifu. Yani anamwambia Nikodemu, kwa hali ninayokuona, nikikutazama hali ambayo ninakuona unayo, ni lazima kwa kweli uzaliwe, ni lazima ubadilishwe. Asubuhi ya leo Mungu anapokutazama hapa, anajua na anaona, na siri ndiyo hiyo, anataka ubadilishwe, na anatamani akubadilishe kwa uwezo wake wa Roho Mtakatifu. Anapokutazama anaona moyo wenye hitaji. Mioyo yetu asubuhi ya leo imuhitaji yeye, izaliwe upya, izaliwe upya. Na ili kuushinda ubinafsi, jambo ni moja tu, ni lazima tumpokee Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tukishampokea tunabadilishwa na Roho Mtakatifu. Na hata wachungaji watanikubalia, mtu ambaye Roho mwema alihama kwake, alipomwambia hamtaki, akamwambia aondoke kwake aende, na akaenda, huyu mtu kusuluhisha mgogoro wake utachelewa, utagonga mwamba, kwa sababu hakuna msukumo wote ndani yake. Na Roho Mtakatifu akiwepo ndani, sikia, akiwepo Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu, anaweza akapishana. Kama hawa ni wanafamilia, mume na mke, wakawa wamepishana tu kidogo, yani watu ambao Roho Mtakatifu anaishi kwao, kupishana tu, maana tu kwenye ulimwengu ambao tunapambanishwa, shetani kila siku anatufuatilia atupambanishe tuishi maisha ambayo ni mabovu. Lakini watu kama hao ambao Roho wa Mungu anakaa kwao, kuwasuluhisha haichukui muda. Mchungaji tu anaweza akafika hapo, au shemasi au mzee wa kanisa, jamani, sasa jamani, kuna shida gani jamani, hivi shida ni nini? Hawa watu wanaoongozwa na Roho tu, utasema utasikia tu mchungaji, yani ni huyu mama tu, utasikia mchungaji ni huyu shetani tu, yani ni huyu shetani tu, huyu tu shetani. Amefanyaje? Yani tu ametupitia. Jamani, basi mchungaji anawaambia, basi jamani, ngoja sasa tuanze mazungumzo yetu, hebu ngoja tuombe kwanza. Wanaomba pale, alafu wakimaliza unashangaa mchungaji anawaambia, sasa ngoja tuimbe kwanza kidogo namba 138. Nitakuandama. Wanaimba vizuri, wakimaliza tu fungu moja likiisha, mchungaji akianza kikao, unasikia tu mchungaji, nadhani tu tuombee tu, nadhani tu mke wangu, au wewe unaonaje jamani? Mama unasikia, ni hivyo tu, tuombewe. Yaani hayo mambo yameisha hivi, kwa sababu Roho mwema anakaa ndani yao. Lakini hawa ambao Roho amehama, ambao hawataki kumpokea, hawana imani, hawampokei, hawafanyi, wanakuwa kama Nikodemu. Utasikia mama akisema, hapa kitaumana, hapa 50, yani leo mchungaji, yani sijaua kwetu baba, yani jamani, mpaka unashangaa mchungaji anasema, jamani, basi nitawarudia kesho. Tuendelee kuliombea na wazee wa kanisa tuendelee kuliombea. Mashemasi tuendelee kuliombea. Wanaliombea alafu wanarudi. Kwa nini? Roho Mtakatifu amehama. Kwa hivyo asubuhi ya leo nikutie moyo, mtakatifu wa Bwana, unapaswa kuzaliwa upya. Ungepaswa kuuliza maswali kwamba sasa nitazaliwa upya, halafu nikizaliwa upya tena mama atapelekwa hospitali, kwa hivyo tena na mimi tena nitapakatwa kama, yani hayo maswali sio maswali ya kuuliza ya mtu aliyekomaa, sio. Kwa hivyo Yesu alikuwa anamaanisha ni lazima Nikodemo angepaswa azaliwe upya. Asubuhi ya leo ninawatia moyo watakatifu wa Bwana mlioko hapa na mlioko mbali. Ombi lako na langu leo linapaswa kuwa, Mungu,
uniumbie moyo mpya uliotulia ndani yako. Hili ni ombi la Daudi, lingekuwa ombi lako pia asubuhi ya leo. Jamani, Bwana asifiwe.